Bunge wewe. Mimi kulingana na mjadala wa leo, if Vihiga ni slum ama sio slum. Number one, slum iko characterized about three things. Scarcity of resources. Order members. You are making noise. Number one, scarcity of resources. Number two, scarcity of social amenities. Mfano wa kwanza hapa Mbale, public toilets za hapa Mbale ni ngapi? Ambazo mtu akijisikia kwenda choo ataenda na ahudumiwe na atoke, ni ngapi? Moja, si ndio? So mtu akiwa huko chini lazima aende huko chini ndiye ahudumiwe. Number two, hapa Vihiga vijana wako na kazi. That's another characteristics of a slum. Scarcity of jobs. So hapa Vihiga we don't have jobs. And lastly, waste disposal. Hapa Vihiga waste disposal hatuna hata. Kwanza kiongozi, ningetaka hata twende hapa nyuma. Hapa tu kumejaa takataka hapa nyuma. It is a dump site. Na hapa ndio kanjo bustani. Order. Hapa ni bustani ya watu kukuja kustarehe. But sasa hata wewe ukiwa hapo unasikia harufu. Hii harufu inamaanisha ni nini? We are growing into a slum. Kwa sababu waste management and disposal hatuwezi. Number two, Mbale hatuna drainage. Hii gorofa mtu akitaka kujisaidia kwa hicho. Umejua kama hujachimba septic tank, then inamaanisha inafaa kuwe na frying toilet, because where will the waste materials go to? Mbale, with the time we are going to lack drainage, we are lacking waste disposal in terms of story buildings. Na hiyo inamaanisha if we don't have a good plan, we are going to develop into a slum that we are not going to manage. And above all, this issue is not even about who will win, if Vihiga is a slum or not. The most important thing is we should work as the people of Vihiga to ensure that our youth get jobs, our waste is well disposed, and the drainage in Mbale is well maintained. Na kikubwa zaidi, the next governor tunamuomba, if things will work as they are, hii takataka yenye iko katikati ya municipal iondolewe so that the town is clean and safe for people. Asanteni sana. Naitwa John Kegode Mayodi na mambo iko sawa.